Basi lililokuwa na abiria wasiopungua 16 limeshambuliwa na maafisa wa jeshi kutoka pale nchini Ukraine ambao wametumia drone kushambulia basi hilo la abiria. Katika shambulio hilo ambalo limeripotiwa na meya wa jiji la Gorovka, droni ya kujitoa muhanga ya Ukraine imeshambulia basi la abiria katika jiji la Holovka lililopo katika mstari wa mbele wa mapambano katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk, sehemu ya Russia, mapema Jumanne asubuhi, meya Ivan Piklodika ameripoti. Shambulio hili ni miongoni mwa mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya wakazi wa jiji hilo ambao wamekumbwa na mzozo kwa muda mrefu, ambapo meya huyo ametumia mitandao ya kijamii kutoa taarifa ambazo zinaonyesha uharibifu ambao umesababishwa na tukio hilo. Kamati ya uchunguzi ya Urusi imetangaza kwamba vikosi vya Ukraine vilitumia droni ya kujitoa muhanga kulenga basi lililokuwa karibu na kituo cha kati cha usafiri, ambapo mashambulizi hayo pia yamesababisha uharibifu katika jengo la utawala ambalo lipo jirani, huku mamlaka za usalama zikilitaja tukio hilo kama jaribio la mauaji. Maafisa wa Wizara ya Afya wa eneo hilo wamethibitisha kwamba kati ya wahanga hao 5 wapo katika hali mbaya na wamelazwa hospitalini kwa matibabu maalum. Taasisi ya uangalizi ya mkoa imetoa taarifa kuhusu shambulizi hilo la Ukraine huko Donbas na kuripoti kwamba makombora kadhaa pia yalianguka katika eneo la Holovka. Shambulio hilo linakuja wakati ambapo Ukraine imeongeza mashambulizi dhidi ya maeneo ya raia, ambalo imeibua wasiwasi kwa maafisa wa Urusi, ambapo mwezi uliopita droni nyingine ilishambulia basi la abiria katika eneo hilo la Gorovka katika tukio ambalo linafanania na hilo. Wiki iliyopita, Rodion Miloshkin, balozi maalum wa mambo ya nje wa Urusi ambaye anasimamia uchunguzi na uhalifu wa kivita, alibainisha ongezeko la vifo vya raia kutokana na mashambulizi ya Ukraine kwenye maeneo dhaifu kama vile Gorovka, akidai kwamba mwelekeo huo unajiri wakati mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Marekani yanaendelea, hali ambayo inaonyesha Ukraine wanajaribu kuvuruga juhudi za upatanishi. Serikali ya Rais wa Marekani Bwana Donald Trump imekuwa ikishinikiza makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Ukraine na Urusi kama sehemu ya mkakati wake wa kurekebisha uhusiano na Moscow, ingawa serikali ya Urusi imekaribisha mabadiliko hayo katika msimamo wa Washington na kuelezea mashaka yao kuhusu nia ya Ukraine, wakisema kwamba Kiev haitajitolea kwa dhati kushiriki katika mazungumzo hayo ya amani. Lakini ripoti nyingine ambayo nimeiona ambayo inaendana na yale ambayo yanaendelea pale nchini Ukraine ni juu ya mamlaka za Ukraine kuamriwa kwamba zinatakiwa kufanya uchaguzi, ambapo tumeona Kiev imesema haitafanya uchaguzi mapema. Nchi inahitaji kufanyia marekebisho sheria zinazosimamia taratibu na muda wa upigaji wa kura, maneno ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya kati ya Ukraine anayefahamika kama Oleg Dynenko. Ukraine inahitaji mabadiliko ya sheria zinazosimamia taratibu za uchaguzi kabla ya kumchagua rais, wabunge pamoja na baadhi ya viongozi wengine, amesema mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya kati CEC Oleg Dynenko katika mahojiano na vyombo vya habari, ambapo amesema kwamba haiwezekani kwa hivi sasa kufanya uchaguzi mara baada ya hali ya kijeshi kuondolewa licha ya masharti ya kikatiba. Muhula wa rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky ulikamilika Mei 2024, lakini ameendelea kusalia madarakani na kukataa kuitisha uchaguzi kwa madai ya hali ya kijeshi ambayo iliwekwa kutokana na mzozo wa Urusi. Uchaguzi wa wabunge ambao ulipangwa kufanyika mwaka jana pia umeahirishwa kwa muda usiojulikana kwa sababu hiyo hiyo. Kwa mujibu wa sheria za sasa, uchaguzi unapaswa kutangazwa ndani ya mwezi mmoja baada ya hali ya kijeshi kuondolewa, huku uchaguzi wa bunge ukifanyika ndani ya siku 60 na uchaguzi wa rais ndani ya siku 90. Je, ni muda gani ambao pengine unaweza ukawa unafaa kwa ajili ya kufanya uchaguzi? Dynenko amezungumza akasema iwapo wanazungumzia uchaguzi wa kidemokrasia unaokidhi viwango vinavyotakiwa, basi labda jambo hilo halitowezekana. Kunahitajika kuwa na muda mwingi zaidi kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi baada ya mapambano na Urusi. Sasa siku moja kupitia katika group lile la WhatsApp, nakumbuka kuna watu ambao waliwahi kuuliza pia swali kwamba hivi martial law ya pale nchini Ukraine muda gani wanaweza wakatangaza hiyo martial law, na swali jingine la msingi ambalo lilikuwepo ni kwamba
kama Ukraine walitangaza hiyo martial law tangu mwaka 2023, je, mpaka sasa hivi inaendelea kuexist au ni gani? Na wengine pia wakaniuliza maswali wakasema, je, rais alikuwa ametumia mamlaka zipi kutangaza hiyo martial law, ambapo kimsingi huwa hilo ni tamko la kijeshi, kwa maana ya kwamba nchi inakuwa chini ya utawala wa kijeshi, kwa maana ya hakuna shughuli zozote zile ambazo zitakuwa zinafanyika katika taifa husika zinakuwa under control ya jeshi, na ndio kitu ambacho kinaendelea pale nchini Ukraine. Sasa leo nimekuja hapa kuwaleteni japo kwa kifupi ili watu muweze kuelewa. Kwanza ifahamike, wakati tarehe 24 Februari 2022 ambapo Urusi ilianzisha yale mashambulizi makubwa ya kijeshi dhidi ya Ukraine, raia wa Ukraine wengi sana waliuawa, miji pamoja na vijiji viliharibiwa kutokana na mashambulizi ya anga ya Urusi pamoja na makombora, mizinga na droni ambazo zilikuwa zimeishambulia hiyo Ukraine. Sasa ili kukabiliana na mashambulizi na kulinda uhuru wa kitaifa pamoja na mipaka ya nchi, ilitangazwa hali ya kijeshi nchini Ukraine kupitia amri ya rais wa Ukraine namba 64 ya mwaka 2022 ya tarehe 24 Februari mwaka 2022. Hili ndio lilikuwa ni tangazo la rais kupata ile nguvu ya kutangaza kwamba sasa taifa hilo litakuwa lipo chini ya amri ya kijeshi. Kwa hiyo tangazo lenyewe lilikuwa ni tangazo namba 64 la mwaka 2022. Sasa kwa mujibu wa amri ya rais wa Ukraine ambayo ilitolewa, hiyo ilikuwa sasa ni amri namba 58 ya mwaka 2023, tarehe 6 Februari 2023, sasa hali ya kijeshi ilitangazwa rasmi nchini Ukraine, na Bwana Volodymyr Zelensky alisema hali hiyo ya kijeshi itakwenda mpaka tarehe 20 Mei mwaka 2023, kwamba ilikuwa inatakiwa uchaguzi ufanyike tarehe 20 Mei mwaka 2023, lakini bad enough ni kwamba haikufanyika hivyo. Watu wakatarajia pengine uchaguzi ungefanyika tarehe 20 Mei mwaka 2024, bado ikaonekana Bwana Volodymyr Zelensky anasema jambo hilo haliwezekani. Sasa kwa mujibu wa mifumo ya kisheria na utangazaji wa hali ya kijeshi pale nchini Ukraine, kwa maana ya sheria ambayo inadhibiti uhusiano wa kisheria kuhusiana na kutangazwa kwa hali ya kijeshi nchini Ukraine, ni ile sheria ambayo inafahamika kama mfumo wa kisheria wa hali ya kijeshi, ambapo inabainisha misingi ya kijeshi na utendaji wa mamlaka za umma, serikali za mitaa, mashirika, taasisi pamoja na kampuni, pamoja na watu ambao wanasimamia masuala ya uhuru wa haki za binadamu pamoja na hali za kisheria kwenye vyombo vya kibiashara wakati wa tangazo la sheria ya kijeshi. Na moja ya hatua ambazo huwa ni kipaumbele zinazoweza kuchukuliwa wakati wa hali hii ya kijeshi ni kwanza, huwa vinatengenezwa vyombo vya muda vya serikali ambavyo vinaitwa utawala wa kijeshi kupitia amri ya rais wa Ukraine, kama ambavyo niwaambia kwamba tawala za kijeshi sasa ziliundwa kwa msingi wa tawala za serikali za mikoa, wilaya pamoja na mji wa pale Kyiv. Na kwa mujibu wa kifungu cha 4(7) cha sheria, wakuu wa majeshi ya Ukraine wanasimamia, kuratibu na kudhibiti shughuli za tawala za kijeshi katika masuala ya ulinzi, usalama wa umma na utekelezaji wa hatua za hali ya kijeshi, ambapo baraza la mawaziri la Ukraine pia huwa linahusika katika masuala mengine yanayohusiana na masuala ya utawala wa kijeshi. Na nadhani hapa watu mtakuwa mnanielewa sasa. Mnakumbuka Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kwenye matamshi yake alizungumza akasema Urusi wao sio kwamba hawataki kukaa kwenye meza ya mazungumzo na hao watu wa Ukraine, hapana, ila wanachohitaji ni kwamba lazima wapatikane watu ambao wanae mamlaka, kwa maana mamlaka ambayo ipo pale nchini Ukraine kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa kijeshi wa taifa, Article 4 (7) of the law inasema hivi: the General Staff of the Armed Forces of Ukraine shall direct, hapa ifahamike neno shall, direct, coordinate and control the activities of regional military administration on defense, public safety and order, and implement measures of martial law. Na ikaelezea ikasema, the cabinet of ministers of Ukraine shall directly coordinate and control the regional military administration regarding to other issues. Sasa hii ni kwa mujibu wa sheria ya pale Ukraine, na ukishasikia kwenye sheria kuna kitu kinaitwa shall, yani hiyo ni do or die, you must obey, lazima uobserve hicho kitu ambacho kipo kwa mujibu wa hiyo sheria. Sasa kama ambavyo nimeambia kwamba wanasema kwa mujibu wa kifungu cha 4
cha kwenye mabano 7 cha sheria, wakuu wa majeshi wa Ukraine watasimamia, wataratibu na watadhibiti shughuli za utawala za kijeshi katika masuala ya ulinzi, usalama wa umma pamoja na utekelezaji wa hatua za hali ya kijeshi. Na wakaenda mbali zaidi wakasema baraza la mawaziri la Ukraine linahusika katika masuala mengine ya utawala wa kijeshi. Sasa tawala za kijeshi ambazo zinafanya kazi kwanza huwa kama taifa limeshatangaza hiyo martial law, ni kwamba hizo tawala za kijeshi zinaweza zikawalazimisha watu wenye uwezo wa kufanya kazi ambao hawajashiriki katika masuala ya sekta ya ulinzi au huduma muhimu kwa jamii kushiriki katika kazi za ulinzi wa taifa. Mtakumbuka for the past 2 months tuliongelea juu ya kile ambacho Ukraine wamekifanya, kuwakamata wale baadhi ya raia, kuwakimbiza huku na kule kwa ajili ya kuwapeleka vitani kwa mujibu wa sheria. Lakini wanasema hivi, tawala za kijeshi zitalazimika kutumia rasilimali za viwanda, wafanyakazi kutoka mashirika, taasisi na kampuni zote kwa ajili ya mahitaji ya ulinzi wa taifa. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna magari, kutakuwa kuna vifaru, kutakuwa kuna silaha, hizo wanaweza wakazichukua. Lakini wanaruhusiwa kutaifisha kwa lazima mali za watu binafsi au mali za umma kwa matumizi ya serikali. Kwa hiyo ni sheria. Lakini wanatakiwa kuweka marufuku ya kutembea usiku, kwa maana ile amri ya kutotoka nje, na masharti maalum ya matumizi ya maeneo ya umma. Lakini wana uwezo wa kuweka vikwazo vya kuingia na kutoka nchini pamoja na kudhibiti uhuru wa kusafiri kwa raia, wageni pamoja na watu ambao hawana utaifa wa Ukraine. Lakini wanalazimika kukagua nyaraka za watu, kupekua mizigo, magari, makazi pamoja na ofisi za wananchi. Lakini ikiwa masharti ya hali ya kijeshi hayatafuatwa, mamlaka zinaweza kutaifisha vifaa vya mawasiliano vya umeme, runinga, redio, kamera za video, kompyuta pamoja na vifaa vingine vya mawasiliano kutoka kwa watu binafsi, kampuni au taasisi. Lakini wanaweza wao wanatangaza upigaji marufuku wa biashara ya silaha, sawa, kemikali hatari, sumu, vileo pamoja na bidhaa zote ambazo zinatengenezwa kwa kutumia pombe. Lakini wanaweza wakawalazimisha watu binafsi na mashirika kutoa makazi kwa wanajeshi, maafisa wa usalama, maafisa wa ulinzi wa kiraia na watu ambao walikimbia makazi yao pamoja na kambi za kijeshi na taasisi za kijeshi. Na hii nafikiri watu wengi mtakuwa mnaielewa kwa sababu last time nakumbuka nimewahi kuwaleteni hapa report ambayo ilikuwa inahusiana na Ukraine kwamba walienda kwenye miji mbalimbali, wakachukua mahotel, wakachukua majumba makubwa, magorofa makubwa. Huko ndiko wakawa wanafanyia sasa mission za kijeshi pale nchini Ukraine. Kwa hiyo sio kwamba wanafanya vile kwa sababu labda wameamua, ila wanafanya hivyo according to hiyo sheria au hicho kifungu cha sheria ambacho nimekisoma kinaitwa in accordance with article 4 mabano 7 of the law. Na ndio maana Ukraine wamekuwa wakifanya hivyo. Na bad enough ni kwamba sheria bado zinawapa nguvu sana, kwa sababu hata ukiangalia kwa mujibu wa amri ya rais ambayo ilitolewa, hiyo amri namba 64 mwaka 2022, kwenye haki za kikatiba ambazo zimetajwa kwenye kifungu cha 30 hadi 34, 38, 39, 41 mpaka 44 na 53 cha katiba ya Ukraine, inaweza kwanza, kinampa rais mamlaka kwanza ya kuhakikisha usalama wa wakazi binafsi, usiri katika mawasiliano, uhuru wa faragha na maisha ya kifamilia, uhuru wa kusafiri, uhuru wa mawazo na maoni, haki ya kumiliki au kutumia mali binafsi. Yani rais sasa anaweza akavizuia vyote hivyo, na watu msiende sehemu yote kwa sababu ni sheria ndizo ambazo zimewekwa. Na hili jambo limekuwa likilalamikiwa sana. To mean what? Leo nimeamua niwaeleze kwa sababu watu wengi walikuwa wakijiuliza kwamba bwana Volodymyr Zelensky sasa yeye ilikaaje, alifanya hizo mambo ambazo alikuwa anatakiwa kuzifanya, au yeye alifanya tu hivyo kwa sababu anaye mamlaka pamoja na mambo mengine. La hasha, wajomba, lazima tuelewane kwenye jambo kama hilo, ili mwisho wa siku hata mtu mwingine akija kukuuliza huko akitaka kukudanganya, inakuwa ni simple kuweza kumueleza tu kwamba nenda kasome kifungu fulani cha sheria pale nchini Ukraine ambacho kinatoa mamlaka ya kufanyika kwa mambo hayo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.